Matumaini yangu ni kwamba uko salama pote ulipo mpendwa mtazamaji. Hii ni taarifa ya habari tuanzie mashariki mwa DRC. Mwekezaji Mturuki Turan Mildon ameanzisha ujenzi wa kituo cha drone Kisangani kwa ajili ya FARDC kuongeza uwezo wa kijeshi wa mkoa katika mgogoro dhidi ya AF23, inaripoti Africa Intelligence. AF23 inalaumu vikosi vinavyoungwa mkono na serikali ya Kongo, hasa wazalendo, kwa kushambulia raia usiku wa March 23 katika eneo la Kalehe, jimboni Kivu ya Kusini, na kuwaua angalau watu 11. Hujambo. Mwekezaji Mturuki Turan Mildon ameanzisha ujenzi wa kituo cha drone huko Kisangani kwa ajili ya jeshi la FARDC kuongeza uwezo wa kijeshi wa mkoa dhidi ya AF23, imeripoti Africa Intelligence. Ketia Rugamika ana maelezo zaidi. Mfanyakazi wa Kituruki Turan Mildon ameanza kujenga kituo cha kupeleka drone huko Kisangani. Mradi huu unahusiana na ulinzi, unafuata baada ya ujenzi wa kituo cha fedha cha Kinshasa. Amekuwa akifanya kazi DRC kwa miaka mingi. Turan Mildon sasa anapanua miradi yake zaidi ya ujenzi wa miundombinu mikubwa huko Kinshasa. Kupitia kampuni yake Milvest, anajenga kituo cha drone Kisangani katika mkoa wa Chopo, katikati ya nchi. Sehemu ya nguvu za kijeshi za FARDC ziko mjini hapa katika vita dhidi ya Alliance du Fleuve Congo AFC M23, alisema Africa Intelligence. Kulingana na Africa Intelligence, kituo hicho kinapokea drone za Kishina CH4 pamoja na drone za Kituruki Anka kutoka Turkish Aerospace Industries. Thamani ya mradi huu kwa kampuni za Kituruki ni takriban dola milioni 67, ambapo sehemu mbili za dola milioni 20 tayari zimelipwa. Tangu mwanzo wa mwaka 2026, Kinshasa imeongeza mashambulizi ya drone katika maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23. Mashambulizi haya yamesababisha mavifo vya raia katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Mapema mwezi March, mfanyakazi mmoja wa Umoja wa Mataifa aliuawa katika shambulio la drone la FARDC mjini Goma, mji mkuu wa Kivu Kaskazini. Kama ilivyofichuliwa pia na Africa Intelligence, Turan Mildon pia anaingia kwenye sekta ya madini. Moja ya kampuni yake Milmining ilisaini katika Juni na Julai mwaka 2024 makubaliano na Sokimo Société des Mines d'Or de Kilomoto kuendeleza eneo la Zani Kodo mkoani Ituri. Hata hivyo, mradi huu umeleta mvutano ndani ya kampuni ya Umma ya Kongo, ambapo uongozi wa zamani ulikosoa kampuni ya Kituruki kwa kushirikiana ipasavyo. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, AF23 inalaumu vikosi vinavyoungwa mkono na serikali ya Kinshasa, hasa wazalendo, kwa kushambulia raia katika eneo la Kalehe, jimboni Kivu ya Kusini, na kuwaua angalau watu 11 wakati FARDC inaongeza mashambulizi katika mkoa huo. Blaise Basabose ana maelezo zaidi. Katika ujumbe kwenye akaunti yake ya X, Lawrence Kanyuka alisema kwamba vijiji kadhaa vilishambuliwa, watu 11 raia waliuawa katika mashambulizi hayo. Katika kijiji cha Chumuhanga, watu 5 waliuawa kikatili na mtu mmoja alijeruhiwa vikali. Pia mifugo ya wananchi iliporwa, alisema. Alizungumzia pia shambulizi lingine katika eneo hilo. Katika kijiji cha Bibatama, raia 6 waliuawa na mtu mmoja alijeruhiwa vibaya, aliongeza. Kulingana na msemaji huyo, mashambulizi haya mabaya dhidi ya raia yanaonesha tena vitendo vya hofu na uporaji vinavyofanywa dhidi ya wananchi. AF23 pia ilisitiza kuwa inaendelea kujitolea kulinda raia na mali yao. Mashambulizi haya yanatokea wakati jeshi la Kongo FARDC limeanza mashambulizi dhidi ya wapiganaji wa M23 katika vijiji mbalimbali vya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tubaki jimboni Kivu ya Kusini. Kamati ya ushirikiano ya shirika la raia huko Mwenga imesifu wananchi kwa kuunga mkono wito wa kufanya siku ya mji mzima bila kazi iliyoandaliwa
kwa ushirikiano na shirika la raia ili kupinga ukatili na vitisho, hasa risasi na utekaji wa mali unaohusishwa na wazalendo. Vikundi vya shirika la raia vimesifia wananchi na kuwataka mamlaka na taasisi husika kuhakikisha usalama wa raia na mali zao ili kila mtu aweze kusafiri kwa uhuru na amani. Tumefurahishwa na hali ya wakaaji wa tarafa la Mwenga ambao waliheshimu na kujibu kwa wingi mwaliko ya shirika la raia kwa kubaki nyumbani bila kufanya kazi yoyote, na hii kwa ajili ya kuonyesha kiasi cha mateso inayozidi ambao wamepitia, ili wakuu viongozi watatue shida hizo. Ndiyo maana tumeshukuru vikundi vyote waliojiunga pamoja kwa kuonyesha leo siku ya pili tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka huu uchungu na mateso tunayopitia, na kuwaomba viongozi hasa wanaohusika kujibu kwa malalamiko ya wakaaji, kuwatafutia usalama na kutembea wakiwa huru na vitu vyao, tukitaja simu za mikononi, pesa na vinginevyo. Neno la baba wa taifa liheshimiwe, ambalo linalenga heshima ya watu kwanza, hasa zaidi kwa eneo zenye kushikiliwa na serikali ya kwetu. Vitendo vya maaskari na wote wanaoshikilia silaha iwe na lengo kwa kuleta amani ndani ya Jamhuri ya Kongo, jimbo la Kivu ya Kusini na tarafani Mwenga. Upepo wa mabadiliko unaangaza mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mara ya kwanza kwa karibu miaka 60, ndege mbili za Boeing 737 zimeruka katika uwanja wa ndege wa Bunia, ikionyesha kukamilika kwa ukarabati wa pista ya ndege. Tukio hilo lilishuhudiwa na mamlaka za mkoa. Ni hatua ya kihistoria katika kuunganisha mkoa wa Ituri. Voilà, nous sommes ici à l'aéroport national de Bunia, une première depuis 1966. D'après les informations à notre possession, un gros porteur Boeing 737 est atterri ici à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, une province sous l'état de siège qui lentement et sûrement se désenclave. La population de Bunia, en particulier, en général la province de l'Ituri, va donc désormais, l'aéroport national de Bunia va recevoir des gros, je dis bien des gros porteurs. Ceci s'inscrit dans la vision du chef de l'État et commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui dans sa vision prône la modernisation des infrastructures aéroportières. Nous voici en Ituri, une preuve réfutable. C'est scellé, c'est fini désormais. Le développement de la province de l'Ituri sera boosté
Et donc, ça sera un développement vertigineux à cette période de l'état de siège. Ce qui était un rêve en Ituri, une réalité. Vous voyez, pour la toute première fois, après la modernisation de cet aéroport par l'entreprise Mogabon, le gros avion vient d'atterrir ici chez nous, en province de l'Ituri. Ça, c'est scellé. Là, le gouverneur militaire, lieutenant-général Luboyanka Chama Johnny, au nom du commandant suprême, lui qui est le représentant du président de la République ici en Ituri, va aller saluer le pilote qui ont pu piloter cet avion vient d'atterrir ici à Bunia. Très joyeux, étonnant, sentiment de satisfaction. C'est une fierté pour la province de l'Ituri. Une fierté pour la province de l'Ituri. Le gros avion vient d'atterrir ici chez nous. Je vous fais visiter le gros avion. Le gros avion. Voilà, le gros avion vient d'atterrir chez nous ici à l'Ituri. Une première. Une première. Félicitations. Les mérites reviennent au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tout cas, lui, il a dit, il a fait. Il a dit, il a fait. Il continue à faire. Merci. Bunia, c'est vrai décollage maintenant. Nous sommes à Bunia. Depuis l'aéroport national de Bunia. Lieutenant Gilles Ngongo pour le compte de la radio-télévision FARDC Ituri. Waziri wa rasilimali za maji na umeme Molendo Sakombi amefungua kituo cha umeme cha maji cha Kakubola tarehe 23 Machi katika mkoa wa Kwilu. Waziri amesisitiza kuwa mradi huu unaonyesha ahadi za serikali kwa miundombinu endelevu. Le président de la République qui m'a autorisé à venir inaugurer en son nom le bel ouvrage que nous venons de voir. Donc c'est une concrétisation de sa promesse. Son Excellence Madame la Première ministre était de passage à Kikwit en mai 2025. Elle avait dit que ça allait se réaliser, tout était en cours, qui fait qu'aujourd'hui, la concrétisation de la promesse du chef de l'État est là. Les cités de Gungu, d'Idiofa et de Kikwit seront alimentées. 14 000 ménages, donc 140 000 personnes à peu près. Là, il y a les hôpitaux, les centres de santé, les écoles la journée, mais aussi le soir, les élèves et autres étudiants pourront étudier. Donc, au-delà d'une ampoule allumée, c'est tout l'écosystème de la province du Kwilu qui va changer. Donc, le nom d'un simple village, Kakobola, devient le symbole de tout. Huko Kinshasa, wapinzani wa kisiasa Martin Fayulu na Jean-Marc Kabundu walikutana Jumatatu Kinshasa ili kuratibu nafasi zao na kuunda mikakati ya kukabiliana na jaribio lolote la kubadilisha katiba. Kwa mujibu wa washirika wao, viongozi hawa wawili walipinga kutoridhika na serikali ya sasa na matatizo makuu ya taifa kama vile usalama, mshikamano wa kitaifa na ustawi wa wananchi.
waliishi kwa ajili ya kupangwa kwa nguvu kubwa ya wananchi ili kulinda utaratibu wa katiba, na walisitiza kujitolea kwao kwa mazungumzo ya kitaifa ili kutatua mgogoro wa nchi. Mkutano wa wajumbe wa maaskofu wa Kikatoliki ulio wa dharura umeanza Jumatatu tarehe 23 Machi katika kituo cha Caritas huko Kinshasa. Kazi kuu ni kushughulikia wagombea wa nafasi ya rektari wa chuo kikuu cha Kikatoliki cha Kongo UCC. Kulingana na kanuni za kanisa, majina matatu yatawasilishwa Roma na uamuzi wa mwisho utatolewa na Vatikani. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il s'agit d'une assemblée plénière extraordinaire qui était projetée au mois de juin. Normalement, au mois de juin, on n'a que le comité permanent. Mais puisqu'il y avait un besoin de pourvoir à un nouveau comité de direction, c'est-à-dire le recteur de l'UCC, le secrétaire général académique, le secrétaire général administratif, le secrétaire général chargé de finances et projets, qui était déjà fait mandat. Maintenant, d'ailleurs, c'est une prorogation qu'on a obtenue du Saint-Siège. Étant donné que dans la précédente assemblée plénière, les conditions n'étaient pas réunies pour traiter toutes ces questions, les évêques s'étaient donné rendez-vous au mois de juin. Parce que pour le recteur, la conférence épiscopale propose internat à l'ordre de préférence, mais c'est Rome qui décide. Alors les calendriers du dicaster chargé de cela, qui devrait traiter ces dossiers, exigeaient que cette rencontre ait lieu avant le mois de juin. Et Pâques arrive, et tout ce que vous savez. Voilà pourquoi les évêques, le bureau de la SEMCO a proposé aux évêques que ce soit en ce moment-ci. Donc la raison principale est celle-là, élire le nouveau comité de direction de l'Université catholique du Congo. Bien sûr, quand les évêques se retrouvent ensemble, c'est aussi parler de questions socio-pastorales d'intérêt commun. Et ce n'est pas un secret. Il y avait une adresse de l'évêque d'Mbujimai à l'attention de l'Assemblée plénière, dont les évêques n'avaient pas parlé, mais qui s'est retrouvé dans les réseaux sociaux. Ça sera certainement l'occasion pour eux, en toute maturité, de traiter de cela. Il est prévu un échange socio-pastoral. Comme d'habitude, il y aura un échange d'informations de la situation socio-pastorale des différentes provinces. Et à l'issue de cela, les évêques vont apprécier quoi en faire comme pasteurs dans la perspective de leur mission prophétique. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie.
Mpendwa mtazamaji, ni pamoja na habari hii toka Kinshasa tunakomesha yaliyojiri leo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tukushukuru kwa kutegea sikio na kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho kwa habari zingine.